Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na kitu ambacho amekizungumza huyu hapa, si mwingine bali ni Lukamba. Bwana Lukamba, tunafahamu kabisa kwamba alikuwa na bifu fulani hivi na Baba Levo, na sababu ya chanzo cha bifu hilo ni kwamba Baba Levo alishawahi kuzungumzaga katika kipindi ambacho huaga ana host pale Wasafi FM, kinafahamika kwa jina la Mgahawa. Sasa katika kile kipindi ni kwamba alikuwa anatolea mfano jinsi ambavyo watu ambao huaga wanaacha kazi pale Wasafi huaga wanapotea kabisa katika entertainment industry kwa ujumla. Na sababu ya kusema hivyo ni kwamba yeye mwenyewe alidai kwamba yuko na mifano, yuko na examples za watu ambao walikuwepo pale Wasafi, lakini wakahisi kwamba kutokana na ukubwa, majina, fame ambao walikuwa wameipata wakiwa pale chini ya kampuni za Diamond Wasafi pale, walihisi kwamba wanaweza kusurvive wakiwa nje ya record label hiyo au nje ya kampuni hizo za Diamond katika kila nyanja. Kwa mfano, akatolea mfano moja kwa moja Lukamba akiwa kama mpiga picha wa Diamond kipindi kile, alikuwa na fan base kubwa, alikuwa yuko very popular, watu walikuwa wanamfuatilia kwa kiasi kikubwa, lakini mara tu baada ya kutoka pale Wasafi, baada ya kupata huo maarufu, alidhania kwamba anaweza kusurvive nje ya Wasafi, na alivyotoka ni kwamba hakuna mtu ambaye anamzungumzia Lukamba kwa wakati huo. So hicho ni kitu ambacho Baba Levo alikizungumza, ambapo moja kwa moja kilimkera sana Lukamba na akaanza kumjibu Baba Levo. Lakini haikuishia hapo, hata mama yake mzazi Lukamba naye pia alichukizwa na kitu ambacho Baba Levo alichokuwa amekizungumza katika media ya pale Wasafi FM. Akasema kwamba kila siku kwa nini huaga wanamzungumzia sana mtoto wake, ni kitu ambacho yeye kinamkera, lakini yeye mbona mtoto wake huaga wazungumziagi vibaya watu wa WCB. So ilikuwa ni vita kati ya Lukamba akiwa yuko na mama yake dhidi ya Baba Levo. Baba Levo bwana hakuishi hapo, akaendelea kudondosha madongo vile vile kwenda kwa Lukamba, na mambo yakawa very messy. Lakini at the end of the day ni kwamba leo kuna hii interview ambayo ameifanya Lukamba na Maimartha, ambapo katika hii interview bwana ni kwamba moja kwa moja Lukamba akatoboa siri za Baba Levo ambazo huwa anamfanyia Diamond. Kwa mujibu wa Lukamba, amedai kwamba Baba Levo pale akiwa yuko Wasafi pale kwenye media ya Diamond huwa anamsifia, hata kwenye vyombo vya habari huwa anamsifia sana Diamond, lakini Diamond akiwa nje nyuma ya pazia huko huwa anamzungumzia sana vibaya Diamond. Hicho ni kitu ambacho Lukamba amekisema, na amedai kwamba yuko na evidence ya hicho anachokizungumza, kwamba Baba Levo ni mnafiki, huwa anamzungumziaga vibaya Diamond. Umeona bwana Baba Levo ni mnafiki. Baba Levo ni mwenyewe anasema sana na sibu sana. So kutokana na hivyo basi page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo issue. Kwa mfano hapa kuna page amesema kwamba Baba Levo ni moja kati ya watu wanaomsema vibaya Diamond tena sana, na ushahidi ni nao. Okay, hapa kuna page hapa amekuja kusema kwamba bwana Lukamba amezungumza mazito kumhusu Baba Levo kuwa ni moja kati ya watu ambao wanamfitini Diamond nyuma ya pazia. Wadau hapa wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano kuna mtu hapa amesema kwamba bwana, hapana, Baba Levo anaomba hadi mimba amzalie. Kweli unadhani anaweza kusema chochote kibaya Diamond? Kwa sababu bwana Lukamba bwana ana dhambi nyingi sana, ila sio ya uongo. Kwa mtu mwingine sababu bwana, kweli hili tunakataa. Baba Levo anayatamani hadi kumzalia, hawezi akamzungumzia vibaya huyo mtu hata siku moja. So watu bwana wamekuwa wengine wameona kabisa kwamba hapa anachozungumza Lukamba bwana si cha kweli, kutokana na kwamba love ambayo Baba Levo anaionyesha kwa Diamond ni kitu ambacho ukisikia maneno kama haya mtu ni ngumu kukubali, na wengi kweli wamegoma kukubali swala hilo ambalo Lukamba amelizungumza. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.